Tutafakari pamoja mafundisho ya Mungu kupitia tukio hili tulilosomewa katika waraka wa Paulo, katika barua ile, katika habari ile ya Paulo kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari wa 17 mpaka 38. Tukio ambalo Paulo kule Mileto anasemezana na wazee wa kanisa la Efeso. Tunapoisoma ile habari yote, tunaliona wazo kuu linalojitokeza na tunalichukua kwa unyenyekevu sana, bila kujaribu kujifananisha na Paulo hata kidogo, bali kulibeba kama funzo kwetu sisi, kama funzo kwa wahudumu wenzetu, lakini kama funzo kwa kila Mkristo. Na funzo hili ni kuwa mtu unapomtumikia Mungu kwa uaminifu, unapoondoka, wale uliotumika nao wanakuonyesha upendo, wanakuaga kwa huzuni na wanakubariki. Haya matatu sisi tumeyashuhudia kutoka kwenu. Mtu akimtumikia Mungu kwa uaminifu katika kanisa, kitu cha ajabu sana kinatokea. Hili ndilo lilomtokea Paulo alipotumika katika kanisa la Efeso, na pengine ndilo tunaweza kusema tunashuhudia baada ya miaka 5 ya huduma yetu mahali hapa. Katika safari yake ya 3 ya umisioni, Paulo alikaa na kuishi Efeso kwa karibu miaka 3 hivi. Mungu alimtumia katika kipindi hiki na huduma yake ikaacha alama katika kanisa la Efeso. Paulo alifanya huduma yake kwa namna ambayo waamini wa Efeso walimtambua kama mchungaji wao, kama kaka, kama rafiki, kama mtendakazi mwenzao. Paulo alikwishaondoka, lakini kabla hajafika mbali aliwaita viongozi wa kanisa la Efeso kwa mazungumzo ya mwisho na wao, akitambua kuwa hatapata nafasi ya kuwaona tena. Wakati kama huu wa Paulo kuagana na wapendwa wake ni mgumu sana. Kwa bahati nzuri, Dora na sisi tutaendelea kuonana kwa kuwa hatuendi mbali sana. Mbeya sio mbali, tofauti na Paulo. Kwa vyovyote vile tunapanga kuwa nanyi kila mara nafasi itakaporuhusu, na hapa ni mahali pasipoepukika. Sababu za kuturejesha ni lukuki, ni nyingi. Hata hivyo, huzuni ya kuagana haiepukiki, kwa kuwa sasa baada ya kuaga, kuonana kwetu itakuwa ni kwa nadra kuliko ilivyokuwa hapo mwanzoni. Tukio hili la Paulo kusemezana na wazee na kuagana nao linaweza kutusaidia kuona mambo kadhaa na kuyahusianisha na tukio la kuagana kwetu leo. Mambo haya kadhaa tunayoondoka nayo, yapo mambo kadhaa tunayoondoka nayo ambayo tunatamani sote tuyazingatie wakati wote tunapoishi katika utumishi tunaoitiwa na Mungu. Jambo la kwanza tunalisema kwa unyenyekevu sana, ni kuwa tunaondoka tukiwa tumebeba rekodi nzuri ya utendaji kazi. Paulo anasema aliweza kutazama nyuma kwenye huduma yake, na aliweza kwa uthubutu kusema, na alisema nao kwa ujasiri. Kisoma mstari wa 18 na kuendelea, walipofika kwake akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kutokana na njama za Wayahudi. Natamani sote tuwe na uwezo wa kusema kama Paulo tunapomaliza utumishi wetu, wakati tunapoondoka. Haijalishi ni kanisani, serikalini, kwenye sekta binafsi, pengine mahali popote tunapotumika, tunapoondoka tuweze kusema bila hofu kuwa tumetenda kwa bidii na kwa uadilifu. Mapungufu, wapendwa, hayakosekani, lakini si yale ya kukusudia. Nasi tunaweza kusema kwa ujasiri kuwa wakati wetu wote tulipokuwa hapa, makusudi yetu yalibaki kuwa ya kufanya bidii kutimiza mapenzi ya Mungu, tena kwa hofu ya Mungu. Kipekee sana Paulo anataja sifa muhimu ambazo tunatamani zionekane na kutajwa baada ya utumishi wa kila mmoja wetu mahali popote tunapomaliza utumishi. Moja, Paulo anasema kuwa alimtumikia Bwana kwa kujitoa, sio kwa ubinafsi, selflessly.
ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote. Paulo alikuwa mwenye unyenyekevu. Wapendwa, utumishi wetu mahali popote unahitaji unyenyekevu. Unahitaji kujishusha. Unahitaji upole na sio kujiinua au kujitambulisha na kuonesha mabavu au maguvu ulionayo, hata kama unayo mengi sana. Yawe ya kiakili kwamba una akili sana, yawe ya kiuchumi kwamba uko vizuri kiuchumi, yawe ya kimadaraka, yote vile. Paulo anatufundisha kuwa wanyenyekevu. Paulo anasema yeye alitumika hata kwa machozi katikati ya majaribu yaliyompata kutokana na njama za Wayahudi. Katika utumishi kuna nyakati za majaribu yanayoletwa na njama za Wayahudi. Tunamshukuru sana Mungu, njama za Wayahudi hazikutuzonga sana tulipotumika miongoni mwenu, ingawa mara chache mioyo yetu ilihuzunishwa tuliposikia maneno magumu dhidi yetu, na kawaida huwa hayakosekani. Lakini tuliyaombea na tukauona mkono wa Bwana ukitembea nasi, ukitusimamia, ukituimarisha na ukitupa nguvu ya kusonga mbele. Na nataka kusimama hapa niseme kidogo kuhusu njama za Wayahudi. Mimi nimekuwa kwenye kanisa, nimekulia kanisani. Kwa hiyo ukiniambia habari ya kulifahamu kanisa ni zaidi ya nusu karne, maisha yangu yote. Na ninazo kumbukumbu nyingi, tukiamua kuzisema za njama za Wayahudi zinavyoharibu kanisa, tutatumia muda wa kutosha sana. Lakini nikiwa mdogo kabisa, nakumbuka nikiwa mwanakwaya, labda nikiwa darasa la 6 miaka ya 80, nilianza kuona njama za Wayahudi zinavyoweza kuliharibu kanisa. Kule Njombe kulikuwa na visa vingi kwa sababu ya uimbaji, na unajua wakati huo nikiwa innocent kabisa, sielewi hata kwa nini nilichukiwa. Kule tatizo lake moja lilikuwa ni kuhusu ukabila. Huyu ni wa kabila hili, huyu ni wa kabila hili. Basi tu chuki inaibuka na Wayahudi wanaibua njama zao. Kwa vita kali kabisa ndani ya diocese. Lakini kama vile haitoshi, nilipotoka chuoni mwaka 1997, sikutamani kuendelea na huduma kwa sababu ya njama za Wayahudi. Wale viongozi wa jimbo, katibu mkuu wakati huo, wanajua fimbo zilivyofungwa milango na kuchapwa ndani ya kanisa, Wayahudi wakijiinua na kuonyesha ubabe na umahiri wa kuweza kulichakaza kanisa la Bwana na kuwapiga watumishi wa Mungu kwa sababu zozote zile wanazoweza kuwa nazo. Mwaka 99 nakumbuka vizuri mpaka leo, nikiwa shemasi, nikiwa nimebeba sakramenti kwenda kumhudumia mgonjwa, nimeiweka ndani ya alb, napita vestry, wazee wa kanisa wanatukana, wengine ndio hawa washenzi kabisa hawa. Nimebeba sakramenti na unajua huwezi kujibu. Walikuwa wajua wanatukana askofu wa Diocese Southern Highlands. Walikuwa wajui. Wayahudi. Kama kuna kitu ambacho nitaondoka Dar es Salaam nikiwa na huzuni nacho na nilishindwa kukifanyia kazi, ni njama za Wayahudi. Wayahudi wamelitesa kanisa katika Diocese ya Dar es Salaam. Na nasema haya kwa uchungu na huzuni, kwa sababu haipendezi watu kufikiri wanao uwezo kwa sababu yoyote ile kutesa mwili wa Kristo bila kujali na kuona ni sifa. Kuna magrupu unafungua asubuhi na jioni, mtu anaposti mara 5 mara 6 akichora picha ya mtu aliyepakwa mafuta na kumtakia umauti. Aidha ni kichaa au shetani amemkamata sana mtu wa namna hiyo. Lakini ndio wanavyofanya kila siku. Na nyinyi mnajua kwenye makundi sogozi yetu, njama za Wayahudi zinalitesa kanisa, zinaitesa diocese hii. Na mimi askofu nakutaka kutia moyo, Wayahudi wapo tu. Walianza, tumesoma kwenye neno, Yesu anapanda Yerusalemu anaambia watanikamata, watanidhihaki, watanitesa na kuniua. Wapo, walianza tangu enzi za Yesu. Paulo anasema na kwenda, najua nimeishi hapa njama za Wayahudi, anazalamkia Paulo, sembuse mimi na Jackson.
zitakuwepo tu. Hata Mbeya nimesikia wameanza kuzitangaza. Kuna watu nilisikia wanasema miezi miwili, miezi 6 wamenipa, sio miaka miwili. Sasa sijui wanafanya kazi masjala ya Mungu, lakini kama wanafanya kazi kwenye masjala ya Mungu pia sio watu wazuri. Wanavujisha siri kama wameona mafaili kwamba Mungu amenipa miaka miwili ya kukaa Diocese Southern Highlands. Wayahudi, acheni njama za Uyahudi. Hazileti afya. Aidha uamue. Unajua kuna njia mbili tu za kupita. Aidha wa Kristo au wa shetani. Uwezi ukasema wewe uko katikati, unaishi hapo katikati, unamtetea Kristo huku unanyanyasa mwili wa Kristo. Haiwezekani. Wewe ni wa shetani. Na amesema uwe moto au uwe baridi, vinginevyo mimi nakutapika. Utatapikwa ndugu yangu, kwa sababu ya njama za Wayahudi. Kama kuna kitu naondoka nikikiombea sana, ni kuyamaliza mambo yanayoleta taabu katika diocese hii. Na Baskofu, sisi Southern Highlands tuko tayari kuongoza bidii yoyote inayowezekana kutoa mambo yaliyopelekwa kwenye mabaraza yasiyo ya stahili. Neno la Mungu limesema wazi, itaneni mzungumze. Kwa nini kuyapeleka mambo kwenye mabaraza ya watu wasio haki, halafu kuona sifa na fahari juu ya kufanya hivyo? Haifai. Sisi Southern Highlands tuko tayari kuongoza jitihada za kuleta muafaka juu ya mambo, haijalishi ni magumu kiasi gani. Haiwezi kuwa magumu kuliko Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Haijalishi. Usiku wa leo nimehuzunika, nimehangaika sana juu ya jambo hili. Na alfajiri sana nilimpigia simu Baba Askofu Valentino Mokiwa, nikimuuliza na kuomba kuongea juu ya jambo linaloendelea katika diocese hii. Baba Askofu Dar es Salaam, Baba Askofu Valentino Mokiwa amenihakikishia yuko tayari kufanya mazungumzo ili tulete amani katika diocese hii. Na mimi naujua moyo wako. Mimi naujua moyo wako wa utayari. Umeonyesha na ulishanieleza. Kwa hiyo sioni sababu kwa nini tuseme yametosha. Tuanze mwendo tofauti. Tunajichelewesha wapendwa. Tunajichelewesha. Na wala haimpendezi Mungu, wala haileti utukufu mbele za Mungu. Tuliombea jambo hili wapendwa wahudumu wenzangu, lakini tunuie na kuamua kwamba sasa imetosha. Tumeshatembea, neno linasema wakati ule imetosha kuzunguka mlima huu. Tunachelewesha tena, tutatemwa. Kwa sababu haiwezekani tukamuimba Roho wa Mungu na kusema tunaamsha na kusema habari ya Yesu Kristo, alafu tukitoka tunaenda kusema habari tofauti na hizo mahali pengine, na tunashabikia na kufurahia kimya kimya chini ya uvungu. Acheni hizo. Mbaya hiyo, haifai. Njama za Wayahudi ni mbaya. Njama za Wayahudi hazifai. Tunamshukuru Mungu na tunataka kuatia moyo wapendwa wetu kutokatishwa tamaa na njama za Wayahudi zinapotujia, bali tusiwache unyenyekevu, tusonge mbele. Huduma hii si ya kwetu, ni ya Mungu mwenyewe, naye hawezi kutuacha. Baba Askofu Dar es Salaam, Mungu hawezi kukuacha. Nilisikiliza clip yako juzi ukisema juu ya jinsi ambavyo kuna watu wanadhani wana haki milki juu ya maisha ya watu wengine, wanaweza kuwatamkia umauti. Washindwe katika jina la Yesu. Hawawezi. Ni mpaka Mungu mwenyewe atakapoamua. Hawawezi. Lakini jambo jingine ambalo Paulo analisema kuhusu njama za Wayahudi ni kwamba hazikumfanya aogope. Njama za Wayahudi zisitufanye kuogopa na kuacha kulihubiri Injili, wala tusipindisha neno hata moja. A ni A, ni A, B ni B. Haijalishi Wayahudi watamuaje wakisikia hivyo. Paulo anasema ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali niliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wagiriki wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Tubuni. Wengine wanadhani ili kuwe na muafaka ni lazima tuseme tulainike na kupindisha ukweli. Haiwezekani. Ukweli unabaki ukweli tu. Muafaka ni kutubu na kuomba rehema za Mungu na kufuata iliyo kweli. Huo ndio muafaka sahihi. Wewe usiogope.
Paulo hakuacha kulisema na kulishika hilo la kweli, na hata mambo yalipokuwa magumu hakupindisha ukweli, alisimamia ukweli. Bwana atusaidie sana katika eneo hilo. Jambo jingine ambalo tunaliona Paulo analisema anaposemezana na wazee wa Efeso na kuwakumbusha, na anatukumbusha sisi pia leo, kuwa tufanye bidii sana kujitunza na kulitunza kanisa la Mungu. Anasema katika ule mstari wa 28, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika nyinyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wavute hawa wanafunzi wafuate wao. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kuwaonya kila mtu kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaelewa nini kinachoweza kutokea baada ya kuondoka kwake, na anajua thamani ya kanisa la Mungu ilivyopatikana kwa gharama kubwa ya kumwagika kwa damu ya Yesu. Na kwa kutambua thamani ya mwili wa Kristo, lakini ana hofu juu ya hali ya kiroho ya kanisa. Wapendwa, inawezekana wakati wetu tulipohudumu mahali hapa tumefanya mambo kadhaa ambayo yameweza kwa kiasi fulani kulihuisha kanisa la Mungu katika maeneo kadha wa kadha. Hata hivyo, tunapoondoka na kujitathmini, tunayo hofu katika eneo moja kubwa. Tunajiuliza kama tumefanikiwa kuimarisha hali ya kiroho ya mwili wa Kristo kwa viwango vinavyohitajika. Hilo ndio kubwa ambalo, if we ever regret, is in that area. Kwamba je, tumeweza kuwafikisha hawa watu tuliotumwa kuwachunga kwa viwango ambavyo tunasema sasa hatuna shaka wamekomaa kiasi cha kutosha? Pengine hatuna uthubutu wa kutoa ushuhuda huo. Tunawasihi tena, tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa, mtuahidi jambo hili, ya kwamba mtafanya bidii sana kuendelea kujifunza zaidi neno la Mungu, kuongeza bidii katika maombi na kuyaishi mafundisho ya Yesu Kristo. Mkifanya hivyo, sio tu itadhihirika wazi kwa kukua na kwa kanisa na kuongezeka baraka miongoni mwenu, bali muhimu sana, Mungu wetu atatukuzwa, nasi tutakuwa wenye furaha na amani kila mara tunapowatazama na tutakaporudi kuwatembelea. Na huko tuendako, tunawaahidi tutafanya bidii sana kuinua hali ya kanisa ya kiroho. Na hiyo ndio itakuwa faraja yetu kwa sehemu ile ambayo hatukuweza kuikamilisha tulipokuwa hapa, kwa kuwa tuendako pia ni sehemu ya mwili wa Kristo kama huu. Kwa hiyo tutafanya bidii, lakini tunaombeni na nyinyi pia tunapowaacha mfanye bidii sana ya kuimarika kiroho. Paulo anaeleza pia kwamba sisi sote yatupasa kuzingatia utumishi wetu mahali popote tunapoitwa kutumika. Anasema juu ya uaminifu wakati wa utumishi wetu, na hasa uaminifu katika mambo ya fedha. Katika ule mstari wa 33 anasema, sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoondoka, tunajua ya kwamba hatukuwa na wala hatutakuwa wenye uwezo wa kujifananisha na malaika, hata tusiwe na waa lolote. Hata hivyo, tunaondoka tukishuhudia kuwa tulifanya bidii sana kuwa waaminifu katika mambo ya usio fedha. Tunataka kuwatia moyo wapendwa wetu wote kuwa inalipa kufanya bidii kuwa mwaminifu katika fedha. It pays. Sisi tumeshuhudia kutunzwa kwa namna ya kipekee sana wakati wa utumishi wetu, na hata wakati huu tunapoondoka, kwa namna ambayo tunahakika tusingeweza kubarikiwa kwa kiasi hiki kama tungetumia ujanja, tungetafuta shortcut kujipatia mapato yasiyo halali. Tunawatia moyo watendaji wote kuitafuta sana kuwa waaminifu kwa mambo ya fedha. Inalipa. Paulo aliheshimika kwa sababu hakuendekeza njaa.
aliishi with integrity. Alikuwa juu, above, alisail above matatizo ya fedha. Tena alikuwa mkarimu hata kwa kutoa fedha zake binafsi. Uaminifu huu wa Paulo nawasihi tumtazame sana Paulo katika hilo na kuliishi. Hivyo wapendwa, tunaondoka na rekodi hii ya kuwa tulipofanya huduma yetu tulifanya bidii na tulifanya kwa unyenyekevu, tulisimamia kazi ya Mungu kwa uaminifu bila kuyumbishwa, na tulisimamia mali na fedha za kanisa vema. Sasa tunaenda na nini? Sisi tunapoaga leo, tunaondoka na utume. Tunaenda na utume. Katika mstari ule wa 22 mpaka 24, Paulo anasema, basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu nikiwa nimefungwa rohoni, nisiyajue yale mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Tunawaaga na kukubali kuondoka mahali hapa, sio kwa sababu tunakoenda tunatafuta greener pastures, sio kwa kuwa huko ni kuzuri zaidi ya hapa. Tunakwenda tukiwa tayari kwa yote, hata yale yaliyo magumu sana mbele yetu. Tunakwenda tukiwa tayari kuyakabili hayo, sio kwenda kuishi maisha ya starehe, bali kwenda kuzimaliza mbio za huduma tulioitiwa kwa neema ya Mungu kuitumikia. Tunakwenda na utume wa kumshuhudia Kristo na neema ya Mungu kwa wanadamu. Tunarudia kusema, kwa nini tunawaaga na kuondoka? Sio kwa sababu ya ufahari wa kazi ya uaskofu, sio kwa sababu utume tunaoendea ni utume rahisi na wenye raha sana. Tunakwenda kulijenga kanisa la Mungu, mwili wa Kristo katika Diocese ya Southern Highlands, na hatuna matarajio ya jambo hilo kuwa jepesi, lakini tunakwenda kwa ujasiri kwa kuwa tunamfahamu aliyetuita, na tunawasihi mtuombee ili tuweze kuisikia vema sauti yake na kuyafuata maelekezo katika wito huu. Tusije tukafanya yaliyo ya kwetu badala ya yale yaliyo ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Pengine hatutarajii vifungo kama ambavyo Paulo alitarajia, lakini tuko tayari kukutana na magumu. Kujenga mwili wa Kristo, kulijenga kanisa, kunahusisha vita kubwa vya kiroho. Tunajua kukatishwa tamaa kunaweza kutujia. Tunajua tutahitaji kujitoa kafara wakati mwingine. Tunajua tutahitaji nguvu ya uvumilivu na uhimilivu. Haijalishi ni nini lililo mbele yetu, nia yetu ni kupiga mbio kwenda kukamilisha wito tulioitiwa. Na kwenu nyinyi tunawasihi mtuombee Mungu atusimamie katika kazi katikati ya yale yaliyo makusudi yake. Nataka kumalizia kwa kusema vitu viwili tunavyoondoka navyo kutoka kwenu, ambavyo wazee wa Efeso pia walimpatia Paulo alipokuwa anaondoka. Moja, tunaondoka na upendo wenu mkubwa sana kwetu, kama ilivyokuwa kwa Paulo. Nasema katika ule mstari wa 36, alipokwisha kunena haya akapiga magoti akaomba pamoja nao wote, wakalia sana, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusu. Kama nilivyosema mwanzoni, tumeona jinsi mlivyoomba nasi, tumeona mlivyotukumbatia na kutubusu sana. Tunaondoka na kumbukumbu hii ya kipekee sana ya upendo wenu kwetu, na kwa vyovyote vile itaishi nasi milele na milele. Tutawakumbuka sana siku zote kwa upendo wenu mkubwa sana kwetu. Lakini jambo la pili tunaondoka nalo kutoka kwenu ni kibali cha kwenda kufanya utume kule Diocese Southern Highlands. Kama ilivyokuwa kwa Paulo, wale wazee wakihuzunika sana zaidi sawia neno lile alilosema ya kwamba hamtamuona tena uso, wakamsindikiza hata merikebuni. Pamoja na huzuni tunaisikia tunapoitwa kwenda kwenye utume huu mpya, tumeona mkitupatia kibali. Kama ambavyo wazee wale walivyomsindikiza Paulo katika merikebu, tumeona jinsi mlivyotusindikiza kule Mbeya, na hata mnavyozidi kusindikiza katika tukio hili la leo. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Msiache kutuombea. Wapendwa, mwisho kabisa, nasi tunataka kuacha kwa haya machache anayoyasema Paulo anapoandikia kanisa la Filipi katika sura ile ya 4 mstari wa 1. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji langu. Furaha yangu, my joy, na taji langu, my crown.
Hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Tunawaita kwa mwito huu wa Paulo, ndugu zangu wapendwa wangu, simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Tunamwona jinsi Paulo alivyopenda kanisa la Filipi, na tunamuelewa tunapotafakari upendo tulionao kwenu. Tunawapenda sana. Na kwa muda wa miaka 5 iliyopita tuliishi muda mwingi tukiwa hapa. Sisi Dora na watoto na familia iliyotuzunguka na marafiki zetu na jamaa zetu tuliongea sana juu ya mahali hapa. Unaachaje kuongea juu ya St. Albans? Unaachaje kuongea juu ya Dar es Salaam? For the past 5 years maisha yetu yalizungukwa na mambo ya familia hii. Ni ndugu zetu, ninyi ni wapendwa wetu sana. Tunawasihi, simameni imara katika Bwana. Paulo anapoliangalia kanisa anasema furaha yangu na taji yangu, my joy and crown. Hii ni sifa kubwa. Lakini ndivyo nasi tunavyojisikia tukiwatazama. Tunaona furaha yetu na taji yetu. Mmekuwa furaha yetu na taji yetu kwa miaka 5 tuliwafahamu. Msiache kutufanya tufurahi na kuona fahari kubwa kwa ajili yenu. Tunawatia moyo. Kimbieni mbio. Ni habari ya kuumaliza mwendo salama. Basi iweni nuru iangazayo na kuwa kanisa ambalo Yesu Kristo aliwaita kuwa. Tunawapenda na siku zote tutaendelea kumshukuru Yesu Kristo kwa ajili yenu. Na neema ya Kristo ikae nanyi siku zote. Sasa niseme ombi moja, Baba Askofu. Nimemaliza, lakini nataka kusema, maana nilisema mwisho. Nimemaliza, lakini nataka kuwa na ombi moja ambalo tulisha kulisema kidogo. Tunaomba tufanye dayosisi zetu kuwa dayosisi dada. Dayosisi ya Dar es Salaam na dayosisi ya Southern Highlands. Tunajua jambo hili linahitaji mchakato wa mazungumzo ya ufafanuzi na maamuzi ya vikao vya kanisa. Sisi Southern Highlands tupo tayari. Tupo tayari sana kwa mchakato huu, na ni matumaini yetu kuwa ninyi Dar es Salaam pia mtakuwa na mtazamo kama huu, na hivyo tutaweza kushirikiana katika hatua za kurasimisha jambo hili. Wapendwa, Mungu awatunze katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.